Hii ni Radio Simba. Western region, ama let me say Western Kenya, imekuwepo na makampuni mengi sana. Zingine zipo zinafanya kazi, zingine hazifanyi kazi. Tuanzie pale. Kampuni ambazo ziko Western Kenya ambazo zimekuwa na zimekufa na zile ambazo zinafanya kazi. Maana tunataka tuangalie sasa hali ya uchumi ya magharibi mwa Kenya. Can you start from you maybe? Miaka hii ilipita kwa tunasikia Webuye Pan Paper, kwa tunasikia kampuni mbalimbali tu. And then from there now we'll want to know what happened, what went wrong. Kahawa. Ndio. Tumekuwa na pamba na tumekuwa na hii Pan Paper ya miti ya karatasi. Tumekuwa na sukari hizi za miwa, Nzoia, Mumias. Unajua kwa makoton tulikuwa na Malakisi Jinari, tulikuwa na Nambale Jinari, tulikuwa na Rwanda Jinari Samia. Hizi zote zimekufa. Na zimekufa kutokana na leadership mbaya, uongozi mbaya. Na zaidi hapa Bungoma tulikuwa tumejiunda kwa ma-cooperative. Tulikuwa na cooperatives kahawa, hizo bado ziko. Ndio. Tulikuwa na cooperative huko Malakisi ya pamba. Na tulikuwa na banki ya ushirika cooperative. Sasa na tulikawa na Kitinda cooperative. Sasa mwaka wa 89 up to 92 tulikuwa na tabu fulani, na waziri wa cooperative akachagua commission kulinda kufufua hizi, naye akafanya kosa, akaweka DC hapa, alikuwa anaitwa William Changole. Akasema wewe ndio utakuwa sasa chairman wa hii commission ambaye itarani hizi cooperatives. Huyo naye ndio akazimaliza kabisa. Ni kama alikuja tu huku kupora na kujitajirikisha. Yes. So tumepata tabu sana kwa hiyo. Mambo ya miwa ni sisi wenyewe tena. Tulikuwa na company inaitwa Akel ya Amerika. Wanasema hii ndio ilifanya feasibility study kuona kama tukiwa na kiwanda cha sukari hapa Nzoia tutafaulu au hatutafaulu. So wakati wa Franza walitusaidia kujenga factory ya kwanza, kabla haijafika maximum production, viongozi wetu hapa wakasema pana Akel ije ione how we can make it more effective. Na wakasema pana tusaidie tuanzishe second phase. Okay. Kabla hawajaanza ku grind, to grind something like 3,000 tons of cane per day, wakasema pana tuanzishe second phase ya kutuwezesha crush 7,000. Okay. Wakaleta matrakta, wakaleta vyuma vingine vya for expansion. Na hizo hatukukuwa na capacity ya kuzitumia hapo na hapo. Okay. So zikakaa tu. So deni kubwa ya Nzoia ikaanzia hapo. Sasa hawa Akel wakasimamishwa kwa sababu the company could not continue paying them. Okay. So then wakatushitaki. So watu wetu wanafanyia Akel ushahidi. So Nzoia ikawalipa. So deni, Nzoia iko na deni, haiwezi, it is not what do they say in economics, haiwezi kusimama peke yake. Lazima serikali iwe ina waishikilia kila wakati. So tabu yetu ni hiyo. Okay. Kwako Bwana Bonya, Bwana Mnyasi ametaja baadhi tu ya kampuni ambazo zilikuwepo, zingine zimeanguka. Maana Western Kenya masuala ya kahawa, tumezungumzia pia masuala ya pamba, kulikuwa na Pan Paper, na sana miwa hata mpaka leo wanalia. Where did the rain start beating?
shida ilianzia wapi sasa hizi kampuni zikaanza kusambaratika? Kabla tujaangazia kwa nini hazijaweza kufuka mpaka leo, shida ilianzia wapi? In fact ile shida imeanzia ni vile mheshimiwa amesema. Tena shida nyingine unaona kama Nzoia ilianza miaka ya sasa 70 na kitu. Wakati huo watu walikuwa na mashamba makubwa. Ndio. There's various subdivisions of land, isn't it? Ukiona ile shamba mtu ambaye alikuwa labda mwaka wa 75 hapo 74 ama 76 ungekuwa na mtu ana shamba kama eka 50, eka 100 analima. Sasa huwezi kupata. Are you getting? So can even those factories sustain that daily production with these subdivisions ya mashamba? Umeona? Hiyo naye inaweza kuwa challenge. La pili, ingawa tunakomesa na walikuja na ile kitu wanasema structural adjustment, ile wanaita SAPS adjustment program, ilikuwa ya World Bank na vitu vingine. So kwanza serikali yenyewe ikatumia hii Nzoia kama kiekezo. Ukikaa na wale managers wengine walikuwa watu ambao anaenda sio kwa rais na namna gani, walikuwa wanapigwa leta pesa kidogo sio na kwa na wakeni pesa ikaanza kuweza kwa njia hiyo. Hebu tia hapa ni nominiwa wa serikali. So hata kama hata waziri tuna nini stories ya kwamba tuna waziri walikuwa hapa, alikuwa anaenda kwa tunasema pana mimi nimetuma rais anataka shilingi milioni fulani, isn't it? Aende sio afanyie PC. Hizo vitu ndio vilianza kuangusha. But you see, because these factories formed one of the most important political economy of the region. Ndio. Hii kwa sababu ilikuamiwa na hizo ndio zilikuwa economic institution. Labda tuseme vile simeanguka, ni watu wangapi wamekosa kazi? Those are thousands of people. Umeona? Tunaweza kuwa kwa watu ambao labda walikuwa wanafanya hapo kazi directly, wanaweza kuwa kama ile 30. Miaka ukiwa Murwando, ukiona Malakisi, labda ukiona Nzoia, ukiona Mumias, Kitile na hizi zingine so tumepoteza uchumi katika hii region. Alafu ile kitu kingine mimi ningeongelea ni hivi. Does the government invest heavily in this region? The answer is no. I get it. Most mega investments in Kenya zinafanywa Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, Thika, Saisi ni Lamu. I get it. We have never had a major government investment in this region that can attract employment. Mfano tungesema ya kwamba kama hata wewe ungekuwa rais ama mtu mwingine akiwa rais, tunatusema ya kwamba kala kubwa ya mahindi katika nchi ya Kenya wangejenga wapi? Kwa kala kubwa ingejengwa Trans Nzoia. I get it. Hakuna kala ya mahindi Trans Nzoia, and that is the county that produces the highest number of maize in the country. So kisiasa hii maeneo imelemewa and there have never been major projects. So kama hizi factories zinaanguka, ndio hii area itakuwa na shida. Umeona? Na tuna mahali pengine Dora Manya watu hawauzi mashamba nini kulipa fees. Sisi upande wetu tunauza mashamba kulipa fees kwa sababu uchumi umeanguka. Mmiazi ikianguka, wewe ikianguka na vitu vingine, tuelewe hii eneo liko na shida. Jambo lingine ni importation of sugar. Ndio. Sisi tunalima huku na wanaenda kuleta sukari ya because nakumbuka tuna mwaka ngine nilikuwa iko Sudani huko nikauliza sukari. It was about 15 shillings per kilo. Hiyo sukari ndo wanaleta hapa. Ndio. Are you getting? So the cost of also of production is high. Okay. Alafu tuna hii vitu ya kumesa, we have the East African Community Liberation ibiasana vitu vingine. So we must revisit whether sugarcane factories can still be viable given the subdivision of land into small portions. Sasa shikilia tu pale. Kwa hivyo kitu imejitokeza hapa kwamba mashamba yamegawanywa kwa zikawa kidogo. Kwa hivyo inakuwa vigumu sana pia kuproduce kile ambacho kinahitajika. Na pia mheshimiwa alizungumzia masuala ya uongozi katika zile kampuni. Uongozi wa maeneo magharibi mwa Kenya
ni kwamba wamefeli katika kutekeleza majukumu yao. Tumekuwa na mawaziri, hata sasa tuweke Western na Trans Nzoia pamoja, tuko na waziri wa ugatuzi, unajua tuko na watu ambao wako na ushawishi, kina Musalia Mudavadi, kina Moses Wetangula na viongozi mbalimbali katika ulingo wa siasa. Where is the problem? Kwamba hakuna chochote ambacho kinaweza kufufuliwa katika hivi viwanda ili wananchi waweze kufaidi. The problem is hatuna wale tunaweza kusema tough bargainers. Wale unapeleka mbele ambao watasukuma awe rais awe nani kusema pana, lazima mfanyie jimbo la magharibi kitu fulani, kwa sababu many of our leaders wamekuwa preoccupied na hii mambo ya kufurahisha rais. Wakati anakuja huku, wakati wa Mwangale kwa mfano, Mwangale would tell Moi, mtukufu rais, watu wangu wanakupenda, hata wanang'ara nguzo, wewe mwenyewe angalia. Hatuna tabu hapa, hatuna tabu. So unamfurahisha yeye, anaenda na kujua huko Western watu wako sawa, watu sawa. Hapa last time watu wa New Ford Kenya, watu wa Jubilee nini, si walikuwa for a long time wanatuambia sisi hii serikali ni nzuri kwa sababu imetuletea chata Kibabi. Walikuwa sisi tu support hii serikali kwa sababu ilikuwa imeleta chata Kibabi. Na wakimuomba rais awe akubali kuwa chancellor wa Kibabi, wanafikiri that is the best thing they have won for Kibabi. Kibabi is not getting anything more than what the other 39 public universities are getting. Wakati tulikuja huku Pan Paper, wameuza Pan Paper, ndio, na wanasema serikali hii imetufanyia vizuri, wanaleta uhuru kuhakisha makaratasi fulani, tuone moshi na tuseme na tukarudi pale pale. We're back to normal. So the leaders should be pressing for something, something substantial. Sioni explorations zozote ambao zinafanyika huku. Tunaambiwa hawa mawe ya Malakisi kwa mfano, inaweza kuwa sijui na cement au na nini na mawe ni mengi sana, na tunataka wawe wanasukuma wafanye vitu kama hivi. Lakini wetu ambao wako huko, kazi yao ni kufurahisha na kupata vicheo vidogo vidogo. Hao wenyewe wakipata cheo basi the thing is good. Kwa hivyo itakuwa sawa kusema kwamba labda viongozi wana binafsi. Okay. Bwana nataka uangalie kwa huu muktadha. Is it now time probably we decided privatization is the best? Yeah, it can be the best kwa sababu tukipривatize ni mtu. Sawa? And the person who atachukua, you want to make profit. Isn't it? Hatuwezi kuwa na ulaghai, hatutokuwa na mtu ambaye anapika huko simu atileta hapa pesa. It can be one of the issue. But ni kuhusia hapo kitu kidogo. Mwaka unajua wa Kenya ni watu ambao wanasahau vitu. Mwaka 2007 na 8 tulikuwa na vita hapa. Si ndio? Na tukakuwa na ile kitu wanasema Kenya National Dialogue and Reconciliation Agreement between Raila Odinga na between ODM and PNU. But the civil society went deeper into this. Tukasema haikuwa peke yake labda ni kura. Then we came up with what we call Agenda 4. And Agenda 4 highlight the major causes of these things. One, ilikuwa ni employment na umaskini, isn't it? Then the third thing was an equal distribution of resources in the country. Are you getting? And there was that perception of an inclusion. Then Agenda 4 had come up with some solutions to it. Ya kwamba we address what we call we combat regional development imbalances. Hile nimesema hii. Ya kwamba is that mfano unakuwa kwa utawala, sindi unachukua an national airport unaiweka Eldoret, unachukua referral hospital hiyo peke yake unaiweka Eldoret, unachukua university kubwa unaiweka Eldoret, unachukua ile factory ya manufacture marisasi unaiweka mahali pamoja, isn't it? Could they not be like tuweke factory hii hapa, sawa? And after hii ingine iwe hapa so that it can create employment for other regions.
Are you getting? That is what we talked about development imbalances, isn't it? Katika hiyo na ikakuja na vitu kwa hivyo hakuna usawa wa maendeleo, hakuna usawa wa maendeleo. Ndio. Na ukiona wasikilizaji wetu na hata wanasiasa wetu, si ndio? We don't have a single project to say 5 billion shillings in Trans Nzoia, Kakamega, Busia, Vikanda, Bungoma. Hakuna. I get it. Okay. Because when we can have such a mega project here, it will automatically create employment. So sisi tunasema ya kwamba hiyo. Alafu wasahau ya kwamba tumefanya ile kitu wanasema an audit of the civil service. Tufanya 2016-2017. Isn't it? Na katika hiyo audit, that is a government agent of the national cohesion. Isn't it? And that national commission. Ikakuwa ya kwamba 63% of the civil service in this country ni makabila mawili. Yaani 63% ya ambao katika kazi za umma. Ndio. Ni makabila mawili. Ndio. I get it. So that utaona ya kwamba kama mfano saa hii population ya Waluhya kwa percentage ni 14.5% ya nchi. Lakini ukiona katika civil service tuko 10%. Okay. Ndio. Na utataona labda ile kabila ambayo iko na population ya national share of the population is about say 12%, but kwa civil service wako about 30%. Okay. That is what we are talking about imbalances. I get it. Okay. Si ati huku hatuna watu ambao wanaweza kufanya hiyo kazi. Okay. We have qualified people there. Sawa. Nataka uchukue hizo tusikie wananchi wanasemaje pia na ni Radio Simba.